Mlipuko wa mabomu, vita kali, magonjwa, mabomoko na hali ya kutisha, wasiwasi mkubwa kwa wakaaji wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Mpenzi mtazamaji, hizi ni habari zetu za siku ya leo tarehe 4 Machi ambazo tunakusogezea kwenye redio yetu ya Kwitu News 24 kutoka huko Fizi, Minembwe na Walikale pamoja na Rubaya, ambako vita zinaendelea kuripotiwa siku baada ya siku, na ile inafanya wakaaji kukosa amani na kuendelea kuhama siku baada ya siku. Acha basi tuende huko Minembwe, Fizi, ambako vita vikali vimeripotiwa siku ya leo kuanzia asubuhi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yamekuwa yakipiganwa tangu asubuhi kati ya vikosi viwili vya Twirwaneho na Red Tabara ndana wakipigana na jeshi wa serikali wa FARDC. Na hivyo taarifa zinaeleza kuwa milio ya risasi zito na nyepesi zimesikika katika maeneo kadhaa ya Minembwe Centre, lakini kwa bahati mbaya jeshi la serikali halijafanikiwa kuingia ndani ya mji huo wa Minembwe, na wakahaji ndani ya mji huo wanaendelea kukimbia huku na huku ili kutafuta maeneo yenye kuwa salama kwa ajili ya maisha yao. Wakati huo huo, mapigano mengine yameripotiwa katika viungo vya Mikenge, eneo ambayo imekuwa kitovu cha mvutano katika siku za hivi karibuni. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi zinazotolewa kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo ya vikosi vya Red Tabara na Twirwaneho wanaopigana na wazalendo wanaoshirikiana na vikosi vya serikali vya FARDC. Mapigano hayo yanaendelea katika muktadha wa mgogoro mpaka unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini. Hiyo ilikuwa ni habari kutoka huko milimani Fizi. Acha basi tuelekee huko Walikale ambako vita zinazidi kuripotiwa pia. Hali ya usalama imezidi kudhorota katika wilaya ya Walikale ambako kumeendelea kuripotiwa mapigano makali kati ya vikosi vya waasi wa M23 wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo dhidi ya jeshi la serikali FARDC linalosaidiwa na vikosi vya wazalendo. Baada ya siku 3 za mapigano mfululizo na makali, waasi wameripotiwa kuimarisha udhibiti wao juu ya ngome zote za Kibati katika grupma ya Luberike. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vilivyonukuliwa na Radio Actualité CD, vikosi vya serikali viliondoka katika eneo hilo baada ya mashambulizi makali na hivyo kuiacha kijiji cha Kibeti mikononi mwa waasi wa M23. Jioni ya Jumanne tariki 3 Machi, taarifa zaidi zilisema kuwa waasi walipokea msaada wa ziada wa wapiganaji na risasi katika eneo la Kibeti. Inaelezwa kuwa vikosi hivyo vya ziada vilitokea wilaya jirani ya Masisi vikifuata muhimili wa Kashebere. Mashuhuda wanasema makundi ya wapiganaji waliokuwa na silaha nzito yalionekana yakiingia Kibeti kwa misururu, hali iliyoongeza nguvu za waasi wa M23 katika mapigano hayo. Hatua hiyo imezua hofu kubwa ya kupanuka kwa operesheni za kijeshi katika eneo hilo, wakati vijiji kadhaa vikiendelea kuwa katika hali ya taharuki. Wananchi ambao tayari wameathiriwa na mapigano ya hivi karibuni wanaishi kwa hofu, wakihofia kuwa kuongezeka kwa mashambulizi hayo kunaweza kutokea katika siku zijazo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au waliokimbiza makazi yao, lakini hali inaendelea kuwa tete huku pande husika zikiimarisha nafasi zao. Mpenzi mtazamaji, hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Masisi Kiberiti ambako hali si shwari kabisa kutokana
na mapigano hayo. Tuzungumzie pia kuhusu kifo cha Sultani Makenga. Sultani Makenga ambaye anajulikana kuwa kama kamanda mkuu wa waasi wa M23 katika siku za hivi karibuni alikuwa akisambazwa kwenye mtandao wa kijamii kuwa amepoteza maisha, lakini kitu cha ajabu aliweza kuonekana Jumatatu tarehe 2 Machi katika mkoa wa Kivu Kaskazini akihutubia wakati wa kuweza kugraduate wale ambao walikuwa wakitoka kwenye mafundisho ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Makenga aliongoza halfa ya utoaji wa vyeti kwa wapiganaji wapya waliopokea mafunzo ya kijeshi, halfa iliyofanyika chini ya mamlaka ya Gouvernement du Nord Kivu. Kuibuka kwake hadharani kunakuja wiki moja tu baada ya kuuawa kwa msemaji wa kijeshi wa kundi hilo, Willy Ngoma, aliyeripotiwa kuuawa tariki 24 Februari katika eneo la Rubaya. Tukio hilo linaonekana kuwa Makenga linachukuliwa na wachambuzi kama ishara ya kujaribu kuonyesha kuwa uongozi wa kijeshi wa M23 bado uko imara licha ya pigo la kumpoteza msemaji wao wa kijeshi. Halfa hiyo inaitimiza mafundisho ya wapiganaji wapya. Pia inaonekana kuwa ujumbe wa kuonyesha kuendelea kwa shughuli za kijeshi za kundi hilo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu hali ya usalama katika maeneo hayo kufuatia tukio hilo, huku mvutano ukiendelea kati ya sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Rubaya, Kivu Kaskazini, ambako kamanda huyo wa kijeshi aliweza kuonekana akiwa hai na afya nzuri kabisa. Sasa swali ni hili: je, kifo chake kiliweza kusambazwa sababu gani? Acha tuendelee na habari ifuatayo. Tuhamie basi huko mgodini Kasasa ulioko katika eneo la madini ya Rubaya, ambako maporomoko makali yaliweza kuripotiwa katika mgodi huo, na inaonekana kuwa zaidi ya watu 100 waliweza kupoteza maisha kufuatia mporomoko huo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, ajali hiyo imegharimu maisha ya zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa wachimbaji wadogo wa madini ya coltan waliokuwa wakifanya kazi katika mgodi huo. Wafanyabiashara wadogo waliokuwa pembeni mwa mgodi wakihudumia wachimbaji kwa kuuza chakula na bidhaa nyingine pia wanatajwa kuwa miongoni mwa waathiriwa wa maporomoko hayo. Shughuli za uokoaji zinaendelea katika mazingira magumu, huku waokoaji wakitumiwa vifaa vya kawaida na vya kienyeji ili kuweza kunusuru maisha ya watu. Familia nyingi zimekusanyika karibu na eneo la tukio wakisubiri habari za wapendwa wao. Hiyo ni hali ya kusikitisha kabisa. Tukio hilo limetokea takriban mwezi mmoja tu baada ya janga lingine kubwa kutokea tariki 28 Januari mwaka huu katika mgodi huo wa Kasasa, ambako zaidi ya watu 400 waliweza kupoteza maisha kufuatia maporomoko ya udongo, huku wengine wakiripotiwa kutoweka. Licha ya maafa hayo ya hivi karibuni, uchimbaji wa kienyeji uliendelea ukichochewa na hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa ajira kwa mamia ya vijana wa eneo hilo. Wachimbaji walionusurika wanasema walikuwa wakifanya kazi bila vifaa vya kinga, bila usimamizi wa kitaalamu na katika mazingira ya hatari kabisa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
imewahi kulaani uchimbaji haramu unaoendelea katika eneo hilo, ikilitaja kundi la M23 wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo kuwa miongoni mwa wanaoathiri eneo la Rubaya. Eneo hilo linaloripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa M23. Hali hiyo inadaiwa kufanyiwa iwe vigumu kusimamia usalama wa shughuli za madini. Aidha, serikali imeeleza wasiwasi wake kuhusu udhaifu wa mifumo ya kikanda ya uthibitishaji wa madini, hususan kupitia Conference Internationale sur les Régions des Grands Lacs maarufu kama CIRGL. Rubaya ni eneo lenye utajiri mkubwa wa madini kama coltan, casterite, dhahabu na tourmaline. Hata hivyo, migogoro ya silaha inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuathiri usimamizi wa usalama wa sekta ya madini. Janga hilo jipya limeibua tena mjadala kuhusu usalama katika migodi ya Masisi na namna rasilimali za asili zinavyotumiwa katika mazingira ya vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya DRC. Mpenzi mtazamaji, tutaendelea kukujuza, hivyo jikaze uweze kusubscribe, kushare na kucomment ili kutujulisha maoni yako kuhusu habari hizi.